للصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. Tuendelea na darasa yetu ya fiqhi katika mustawa wa pili ndani ya hii risala Adabu al-mashi ila as-salah, adabu za kwenda msikitini, adabu za kutembea kwenda msikitini, kwenda kwenye swala. Kitabu cha al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab alayhi rahmatullah, tukiwa tuko mwishoni katika mlango wa kwanza ambao unazungumzia babu adabil mashi ila salah, mlango unaozungumzia adabu za kutembea kwenda kwenye swala. Anasema rahimahullahu ta'ala: فإذا دخل المسجد وإذا دخل المسجد، atakapoingia msikitini. Wa idha dakhala almasjida, anapoingia msikitini, manake anapotaka kuingia msikitini. Sasa kafika msikitini, anataka kuingia msikitini, istuhibba lahu ay yusannu lahu, ni sunna kwake yeye أن يقدم رجله اليمنى، atangulize mguu wake wa kulia kuingia msikitini, atangulize mguu wake wa kulia. Ni sunna
anapofika msikitini akataka kuingia msikitini atangulize mguu wa kulia. Hii ni sunna, kuingia msikitini na mguu wa kulia. Al-Imam an-Nawawi katika sharhi ya sahihi Muslim amezungumza qaida inayosema ash-shar'u al-mustamir istihbabu al-bada'ati bil yamin fi kulli ma kana min babi at-takrim wa at-tazyir. Sheria ambayo inaendelea, sheria yenye kuendelea ni kwamba yapendeza, ni sunna kuanza upande wa kulia katika kila jambo ambalo ndani yake lina kukirimu, lina utukufu, lina kupamba. Na jambo ambalo liko kinyume na hivyo ni jambo baya, jambo linalodharaulika, basi ni bora kutanguliza upande wa kushoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoelezea Aisha radhiallahu anha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhu at-tayammun, ilikuwa ikimstajabisha yeye, ikimpendeza yeye kutanguliza upande wa kulia, kutanguliza kulia katika kuvaa kwake viatu na kuchana kwake nywele na katika tahara yake na mambo yake yote. Kwa hiyo ni sunna. Kwa hiyo unapoingia msikitini utangulize nini? Mguu wa nini? Kwa mguu wa kulia. وتقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرها عند الخروج منه فيه كثرة نصيبها في المسجد لأنها أول ما يدخل فيه وآخر ما يخرج منه. na kutanguliza mguu wa kulia msikitini, sikizeni faida ya ndani kabisa. Kutanguliza mguu wa kulia msikitini na kuchelewesha kutoa wakati unapotoka msikitini, si unatanguliza mguu wa kushoto. Hii ina faida kwamba fungu la mguu huu wa kulia msikitini ni kubwa. Yani nafasi ya mguu wa kulia msikitini ni kubwa, kwa sababu ndo wa kwanza kuingia msikitini alafu ndo wa mwisho kutoka. Umeelewa? Mguu wa kulia unakuwa ni wa kwanza kuingia msikitini alafu ni wa mwisho kutoka. Kwa hiyo ina maana unachukua nafasi kubwa wapi? Msikitini. Hii ni faida ambayo ametaja Sheikh wetu Abdul Muhsin Al-Abbad, Allah muhifadhi. Na amepokea Imam Muslim kisha anasema wayaqul, kisha aseme dua hii: Bismillah, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitanir rajim. Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Fahimtu? Lakini dhikri ambayo ni sahihi zaidi kuliko hii ni ile iliyokuja katika Sahih Muslim kutoka kwa Abi Humaid au Abi Usaid. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala ahadukum almasjid falyaqul, anapotaka kuingia mmoja wenu msikitini aseme Allahumma iftah li abwaba rahmatik, ewe Allah na kuomba unifungulie mimi milango ya rehema yako.
Wa idha kharaja falyaqul, na anapotaka kutoka msikitini aseme Allahumma inni as'aluka min fadlik. Hii imethibiti katika Sahih Muslim. Maana ikhwan, na hii ina nguvu kuliko hii ambayo ipo hapa. Fahamu tumekwa. Kwa sababu hii iliyoko hapa ameipokea al-Imam Abu Daud katika sunani yake kwa isnad ambaye ni hasan. Fahamu isnad ambaye ni hasan kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa anapotaka kuingia Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini usema a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim, bila bismillah, bila nini? Bismillah. A'udhu billahi al-azim, ewe Allah najilinda kwako wewe mkubwa, najilinda kwa Allah aliyekuwa mkubwa. Ina maana naomba hifadhi kwa Allah aliyekuwa mkubwa. Wa biwajhihi alkarim, na kwa uso wake uliokuwa mkarimu, uso wake mtukufu. Wa sultanihi alqadim, na utawala wake wa tangu, utawala wake wa milele. Baadhi ya ahlul ilm wanaona kwamba kutumia neno qadim katika sifa za Allah haijakaa sawa, ndio maana wengine hawaitumii. Fahimu tumekwa, lakini imekuja katika hii hadithi wa sultanihi alqadim, na utawala wake wa tangu na tangu. Fahimu tumekwa. Na kwa hiyo naomba hifadhi kwa Allah tabaraka wa taala mwenye hizi sifa, mwenye utawala wa milele, utawala wa tangu na tangu, mwenye uso uliokuwa mkarimu, uso mtukufu, mwenye ukubwa katika kila jambo. Minash shaitani rajim, kutokana na shaitani aliyelaniwa, kutokana na shaitani aliyefanya nini? Aliyelaniwa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi, ewe Allah nakuomba unisamehe mimi dhambi zangu. Waftah li abwaba rahmatik, na unifungulie milango ya rehema yako. Kwa hiyo ikhwa, kuanzia kipande hiki Allahumma a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim, hii ameipokea Imamu Abu Daud kwa isnadi iliyokuwa ni hasan kama tulivyotangulia kusema. Wa amma tasmiya, ama kusema bismillah kama ilivyoanza hapa, au kuleta basmala na kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeona hapa katika hii dua, mwanzo ameanza na bismillah na mwisho amemswalia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hii dua haya mambo mawili, jambo la kuleta bismillah katika dhikri ya kuingia msikitini na jambo la kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dhikri ya kuingia msikitini, imekuja kwa Ibn Sunni katika kitabu chake Amalul Yawmi wal Layla, kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu, na vile vile imekuja kutoka kwa Ismail al-Qadhi katika fadlu salati ala nabii sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Fatima radhiyallahu anha, na vile vile katika Sunan Tirmidhi ذكر الصلاة أو ذكر الصلاة والسلام دون التسمية. Katika Sunan Tirmidhi imetaja kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtakia salam, haijatajwa bismillah. Wa hiya yuqawi ba'daha ba'dha,
ويتبين من مجموع هذه الأحاديث أنه يقول عند دخول المسجد بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأما ذكر المغفرة أما كتاج مغفرة كومب مغفرة كتاج نين إخوة مغفرة اللهم اغفر لي ذنوبي أما جنبه لا مغفرة فقد جاء عند الترمذي في الحديث المشار إليه قريبا imekuja kwa Imamu Tirmidhi katika hadithi iliyoashiriwa hivi karibuni lakini isnadi yake ni dhaif wala haijathibiti. Fahimtum ya ikhwan? Kwa hiyo yafaa kuomba hii dua bismillah a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim min ash-shaytani al-qadim min ash-shaytani ar-rajim اللهم صل وسلم على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أما اللهم اغفر لي ذنوبي hii haijathibiti. Kwa hiyo unaweza ukaomba yote, ukaomba leo ukasoma hii kidogo Allahumma aftah li abwaab rahmatik ukatosheka na hiyo kama ilivyokuja katika sahihi Muslim. Fahimtum ya ikhwan? Naam, kisha anasema wa inda khurujihi, na wakati wa kutoka kwake msikitini, yuqaddimu rijlahu al-yusra, atatanguliza mguu wake wa kushoto, wa yaqul, kisha atasema waftah li abwaba fadlik, na unifungulie milango ya fadhila zake. Fahimtum ya ikhwan? Masala yote haya tunayazungumza. Allahumma inni as'aluka min fadlik, naweza kusema waftah li abwaba rahmatik, kama tulivyoona katika hadithi iliyokuja katika sahihi Muslim, hadithi ambayo inasema mtu anapoingia msikitini anasema Allahumma aftah li abwaba rahmatika, na anapotoka anasema Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kwa hiyo yote hiyo ni dua na ni dhikri kutoka msikitini, waftah li abwaba fadlik. Fahamtum ya ikhwan? Na nakuomba unifungulie milango ya fadhila zake. Hayo tunazungumza kama tulivyotanguliza. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala, wa idha dakhala almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, anapoingia msikitini sasa na mwenye kuswali asikae mpaka aswali raka mbili, hatta yusallia rak'atayn, mpaka swali raka ngapi? Mbili. Anapoingia mmoja wenu msikitini, fala yajlis, asikae hatta yusalli rak'atayn, mpaka aswali raka ngapi? Mbili. Amepokea Imam Bukhari na lafzi ya Imam Bukhari. Fahimtum ya ikhwan? Na wanasema ahlul ilmi wala mafhum lirak'atayn min haythu ziyada, wala sio mafuhumu ya raka mbili, hakuna mafuhumu ya kutaja raka mbili katika ziada. Umeelewa? Katika ziada, yani na maana unapoingia si umeambiwa swali raka ngapi? Sio lazima mbili, unaweza ukaswali zaidi ya mbili, ukaswali 4, swali 6. Umeelewa ikhwa? Ila haitakiwi kupunguzwa, ukaswali raka moja. Fahimtum? Ndio wanaposema ahlul ilm. Naam, kisha anasema rahimahullahu ta'ala, hii hadithi ameitaja hapa, idha dakhala ahadukum almasjida
fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Fahimtum? Amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim na wengineo. Wayashtaghilu bidhikrillah, anapoingia msikitini ajishughulishe na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Fahimtum ikhwan? Anapoingia msikitini baada ya kuswali raka mbili au na tahiyatul masjid, yakunu mushtaghilan biqira'ati alquran, ajishughulishe na kumtaja Allah na dhikri. Na dhikri inaingia kusoma Qur'ani, kuleta dhikri mbalimbali, miradi mbalimbali, ad-du'a, kuomba dua. Fahimtum ikhwan? Au yaskut, au anyamaze. Anapoingia msikitini ashughulishwe na kutaja Allah au anyamaze. Wala yakhudhu fi hadithi dunya, wala singie katika mazungumzo ya dunia, ya kidunia. Si katika adabu. Naingia msikitini mnaanza kuzungumza mambo ya dunia. Unatakiwa ushughulishwe na kusoma Qur'an au kusikiliza ilmu au dua, lakini usishughulishe na mambo yanayokuhusu katika mambo ya dunia, kwa sababu yeye yuko msikitini, na mtu anayekuwa msikitini yuko ndani ya swala, na anayekuwa ndani ya swala hashughulishi na mambo tofauti na swala. Fahimtum ikhwan? Kwa hiyo anapoingia mtu msikitini ashughulishwe na kumtaja Allah, soma Qur'an au anyamazi kama ana jambo. Fahimtu? Hizi ni adabu za msikitini. Wala asiingie katika mambo ya dunia, kwanza kuzungumza bei za vitu, bei za bidhaa. Simeelewa? Haya mambo yapo. Watu misikitini, misikiti wanaharakati wameigeuza nia ya kuzungumzia uchumi. Simeelewa? Sasa ndugu zangu, kama msikiti hauna ilmu utasalimika naye. Watu hawasomi, watakaa wawili huku watatu wanne wanapiga porojo tu mpaka adhana ifike. Hata imamu unakuta ndo anaongoza, imamu ndo anaongoza kijiwe msikitini, kinapigwa kijiwe msikitini. Fahimtumekwa? Misikiti mingi iko katika mazingira haya, haina ilmu, haina durusi. Watu wadhani msikitini ni kwa ajili ya kuswali tu na kuondoka. Namna watu walivyofilisika mawazo. Fahimtumekwa? Wala yaqulu fi hadithi dunya, wengine wanaingia kuzungumza biashara, wengine mipira msikitini, wanazungumza mipira, wengine siasa. Allah tuhifadhi. Famadama kadhalika fahuwa fi salati, madamu atakuwa hivyo basi yeye yumo ndani ya swala. Walmalaikatu tastaghfiru lahu, na malaika humwombea yeye msamaha, ma lam yu'dhi, maadamu hajamkera mtu msikitini, maadamu hajaleta maudhi msikitini. Maadamu hajaleta maudhi wapi kwa msikitini, atakuwa ndani ya swala maadamu hajaudhi. Na kuudhi msikitini ndo kama huko unapoingia msikitini na harufu mbaya. Katika adabu za msikiti ni kuingia msikitini ukiwa na harufu nzuri. Hata anayekula vitunguu saumu, vitunguu maji amezuiliwa kuingia msikitini akiwa na harufu hiyo. Sasa kwa mimi mtu anaingia domo la nuka sigara. Umeelewa hiyo? Domo la nuka sigara kweli kweli. Lakini sio hivyo tu, watu wanajijua kama mimi nina kikwapa kikali. Sio hivyo hivyo. Watu wanajijua kabisa mimi kikwapa yangu kikali, yani yeye mwenyewe anajisikia kwamba hapa ninatema. Fahimu tumefanya. Lakini pamoja na hivyo wanaingia nacho wapi? Msikitini. Wallahi kuna watu ambao asasi unakuta labda watu ambao Allah amewapa mtihani wa kuumwa ugonjwa wa sukari. Simenielewa? Anapopata jasho ile jasho yake inakuwa kali sana. Fahimu? Kwa hiyo hali ipo. Mtu anapokuwa, kuna baadhi ya watu anapopata jasho basi anakuwa na harufu mbaya na harufu kali sana. Kwa hiyo usiingie msikitini kukera watu.
utakosa msamaha na istighfar ya nani? Ya malaika. Fahimu? Na wao utakuwa na wakela pia. Au yuhdith, ama damu atakuwa hajatenguka udhu. Hajatenguka nini? Kwa hiyo malaika wataendelea kumwombea msamaha maadamu atakuwa atakuwa katika nini? Katika hali hizo. Kwa hiyo ya ikhwan, haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kunako watu wanapokuwa wapi? Wanapokuwa msikitini. فدل الحديث على أنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ودل أيضا على أنه بعد الصلاة في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث. والمعنى ما لم يؤذي أحدا من الناس بقوله أو بفعله أو يحدث بأن ينتقض وضوءه، لأن من لم يكن على وضوء لا يكون مصليا. Hadithi hii inaonyesha ya kwamba yeye yuko katika swala maadamu anasubiri swala, atakuwa ndani ya swala hivyo hivyo hata kama swali maadamu yumo msikitini, pale ambapo hajamkera mtu, hajakera yote katika watu kwa kauli yake wala kitendo chake, au kutengukiwa udhu. Fahimu? Darasa inayokuja insha Allah tutaingia katika babu sifati salah. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.